Nahisi hiyo filamu ishawahi kukuogopesha sana, ishawahi kukutisha kama vile mimi nilivyokuwa natishika. Yaani ishawahi kutuogopesha sana hiyo filamu. Ni filamu ambayo ilikuwa inaitwa Shimileta, na mwanadada ambaye alikuwa na act kwenye ile filamu ndo alikuwa anaitwa Shimileta. Na Shimileta leo Heritage Radio Television tuko naye kwa sababu ya kuweka hatua nzuri kwenye nafasi Moizi, what happened? Jamani nyie, msitaki kuniogopesha. Nimeshatoka kuangalia filamu hapa yenyewe watu weko na kulana meno. Kwa hiyo nikiona kila kitu mbele yangu sasa hivi nitawaza kama ndio tunataka kulana meno. Na leo niko na Shimileta kwenye radio na television ya Heritage. Shimileta, karibu tena. Mambo ya watu tungependa kujua sana. Majina yako kamili. Unaitwa nani tukiachana na Shimileta? Okay, mimi naitwa Jennifer Daniel Mwaipaja. Wewe ni kwenye familia ya Martha Mwaipaja au? Uko tu. Uko. Ina maana alipotoka enda ulipotoka? Mbeya. Kwa hiyo ni mtu wa Mbeya. Yes. Ilikuwaje kujikita kwenye masuala ya filamu? Ukiwa na umri ule, sijajua maybe inaweza kawa ilikuwa ni mwaka gani ambapo ulijikita sana kwenye masuala ya filamu? Ile ilikuwa ni 2016. 2016. Yeah. Na filamu hii ilikuwa ya mwaka 2016? Ndio mwaka huo, yani ndio ilikuwa imetoka. Lakini sisi tulikuwa tunafanya mazoezi kabla. Yani na maana ni kabla ya hapo. Okay. Lakini yenyewe kutoka ndio ilikuwa miaka hiyo. Na watu wangetaka kujua wewe ni mama au ni mke wa mtu au ni mama wa mtoto mmoja au wawili au bado kabisa uko single, bado watu tunahitajika kuangalia kama kuna macho anaweza kaangalia upande wa pili? Na mimi ni mama na nina familia yangu. Yani wajue tu mimi ni mtu mwenye familia. Ni mama mwenye watoto na familia. Yes. Na ilikuwaje kwenye filamu hii ya Shimileta? Ilikuwaje kwanza watu hadi filamu hii kipindi ambapo ulipewa sini hizi kwa kuact ilikuwaje yani? Haikukupa shida kwanza mwanzoni kwa kuact hii movie? Ilinipa shida mtaani, makazini, kila sehemu, lakini sasa ndo kazi. Ilikuwa ni shida gani ambayo watu walikuwa wanaiongelea sana? Sana watu kuniogopa tu. Kukimbia, naweza nikaenda sehemu kwa upendo, watu kila mtu anashika njia yake. Au kipindiko kwenye usafiri wa watu wengi. Yeah, kwa sababu ulikuwa hamna gari, hamna nini, lazima upande daladala. Upande ile ambazo zinaitwa huku mayasi. Okay. Unakuta hata conductor mwenyewe saa nyingine afungui mlango. Unaenda sehemu labda unataka kununua kitu, mtu anakuachia biashara anakimbia. Kwa hiyo ilikuwa inanipa shida kidogo. Na mpaka umezoea ile hali, watu wakaanza kuizoea, ilichukua muda gani? Ilichukua miaka mingi tu. Mpaka baadaye watu ndo ile ilikuwa movie, yani it take time. Tuzungumzie tu zaidi kwanza ile movie ya Shimileta. Hadi sasa hivi ilikuwa ni vipande vipi ambavyo wewe mwenyewe ukiviangalia unasema kweli hapo watu walikuwa na haki ya kuniogopa? Kuna kile cha makaburini. Kama kile pale? Iko hapo, alafu kuna kile cha deliver tax na mtoa kama moyo hivi. Yeah, kile watu ndo walikuwa yani hawataki hata kuona. Hata mimi nimecheza ile, ilinichukua muda, ilikuwa usiku. Tulikuwa tunashoot makaburini. Kwa hiyo mtu baadaye unakuwa umechoka, lakini unatakiwa ufanye kitu kizuri ili watu wakifurahie. Kwa hiyo ile ndio ilikuwa scene ngumu sana. Na sometimes tuko makaburini umeme ukakatika. Yani kurena aenda na mko kumakaburi. Umeme ukakatika, baadaye umuoni kameramani, umuoni nani, yani vurugu tu. Yani mimi navuta picha kwanza, umeme unakatika, kurena aenda kwa sababu pale hamna socket. Kwa hiyo tunachukua umeme mbali, unapita hivi ile waya mpaka ufike kwenye makaburi, ndo makamera yaanze. Sasa unakuta kule mtu labda kanyaga waya, na sisi tulikuwa tunashuti usiku. Kuna siku nilipita kwenye mitandao nikawa nimemuona Saladin ambaye aliact movie ile ya Saladin. Akawa anazungumza kwamba yeye movie ile ilikuwa imemuaffect, ilifikia hata hatua kama roho zile za uchawi zilianza kumfuata. Je, wewe hizo roho hazikukufuata sana? Hapana. Au kulikuwa na ataki yoyote ya kiroho au ni siku moja tu nilianguka, nilikuwa nimetoka kwenye
shooting, nafikiri tulikuwa tumemaliza. Niliingiwa kama na mashetani, lakini yani kama kitu kilinivaa. Okay. Kwa hiyo wakanipeleka kwa shehe, sijui mashehe hao. Ndio wakasema kakutana na upepo mbaya. Kwa hiyo wengi wakawa wanahisi ni ile movie. Lakini sijapata matatizo yoyote, sababu kila kitu sisi tunamtanguliza Mungu mbele. Hata hapo makaburini kabla tujaanza kushuti tunasali. Jamani, wewe makaburini mnasali kwanza hapo ndo tunasali wote, makameramani, director, tunamuomba Mungu, tunajikabidhi mikononi mwa Mungu, alafu ndo tunashuti. Watu walivyokuwa na kuogopa hapa, hata ulivyoanza kutengeneza familia, je, mwenza wako pale mwanzoni ambao ulikuwa naye kwa kipindi kile akuwa naona kweli kama unaweza kaja ukamtoa moyo usiku? Baba ex wako ndio alikuwa anaona usiku, alikuwa anaamka ananiangalia, anambia wewe vipi? Kuangalia tu, uko sawa? Namwambia mimi niko sawa. Yaani alikuwa kuna muda halali, anasema wewe usije ukanikaba wewe. Na ilikuacha kutokea hilo, kwa sababu kama mtu anakuwa hana imani sana kuwa na hofu, inafikia hata hatua anachukua maamuzi. Alinizoea tu baadaye. Kuna watu lakini kuna kipindi ambapo movie zako zilikuwa hazina tena, hazisikiki tena. Watu wengine kama unajua, kama watu sisi kwa nyinyi ambao tulikuwa nawaonaga kwenye mtandao, ikifikia tu hatuwaoni tena, tunasema watu wengine nasema yule mtu kashafarikigi, kashakufa, yule mtu haipoki tena. Je, ile situation ilitokea watu kusema kuwa haupo tena? Sana huku Kongo ndo wananiulizaga, tulijua haupo, umekufa. Lakini Tanzania wananiona. Na maana nilikuwa naendelea tu na shughuli zangu za kawaida, na nilistop kama miaka 10 hivi. Kwenye mambo ya sanaa. Lakini sasa hivi nimerudi na tunakuja na Shumileta Part 3 very soon. Umeona utofauti ulioko wa filamu za kipindi kile cha kwenu cha mwaka 2006 ile ambayo ulizungumzia na filamu za kipindi hiki? Tofauti kubwa. Sisi tulikuwa tunafanya kazi, tulikuwa turembi. Yaani sisi tulikuwa tunatumia sana. Unajua sasa hivi wamerahisishiwa mambo mengi. Kipindi kile tulikuwa reality sana. Tofauti na sasa hivi. Yaani sasa hivi mtu unakaa tu hapo, kuna mambo hayo ya AI sijui nini. Zamani kulikuwa yani series hizi mtu weko beko na maseri. Yaani ni filamu ya Kiswahili lakini ina episode. Kwa kuna tofauti kubwa sana. Je, wale ambao walikuwa wale kwa wao ambao wanaotengeneza movie sasa hivi wameshawahi kuwatafuta nyinyi ambao mlitengeneza movie za kipindi kile kwa sababu ya kujitambua zaidi au kuendelesha vipaji vyenu? Au ndo wale wa zamani wa kina Msabanzi ndo bado wanaendelea kuwafanyisha nyie kazi? Yani vikundi vingine vimewahi kunitafuta, lakini kipindi kile nilikuwa sitaki. Nilikuwa tu yani nimeacha, nikasema ngoja nifanye vitu vingine. Sasa messages zikawa nyingi, nikiingia Instagram, dada tumemisi movie zako. Kwa hiyo director wangu akanitafuta. Akanambia we need to kufanya kitu. Watu bado wanakuhitaji. Shumileta nimefanya movie nyingi kipindi hiko, lakini sema iliyokuwa inapendwa na kufuatiliwa ni Shumileta. Kuna Dangerous Girl, kuna Silent Killer. Hiyo Dangerous sipo kama Shumileta pia? Mambo ya chuo hivi. Uchawi wa kwenye chuo. Nilitoaga kipindi hiko nilivyotoa Shumileta. Okay. Kwa hiyo zipo nyingi, ila kwa sasa hivi ndo tuna project za kufanya hizo zingine. Nilikuja kwa ajili ya miaka 40 alikuwa anasherehekea Mtamadi Kudeko. Na ni kama anniversary na pia anniversary ya Mbuta. Okay. Kwa akanialika ndo nikaja, na pia tuna mpango wa kufanya movie. Na yeye mwenyewe baada yeye ana kikundi chake. Mnafanya huku kwa kipindi hiki tutafanya huku, tutafanya na Tanzania. Okay. Bonsoir Evelyn Chadora, bon weekend kwa Shumileta. Est-ce que ni bia kweli alikuwa anakureka nyama za batu? Sio kweli, kwa naigiza tu. Sasa ile kwanza ilikuwa nini? Ile ambayo ilikuwa inafanyika kama nyama yani. Ni mambo ya makeup tu yani, hayo ni mambo ya ufundi nyuma ya kamera. Ni makeup. Makeup yani ni kama ni kinguo au ni kinyama tu, hata kiambuzi hata cha ng'ombe. Ni nyama. Kama ya ng'ombe au ya mtu. No, sio ya mtu. Ni nyama inakuwa tu imewekwa nani.
kwa sababu huwezi kula kitu ambacho kitakuwa affect baadaye. Okay. Naomba tuangalie klipu ya kufuatia ambayo ni ya dereva ambayo tukiachana hii hapa ya makaburini ambayo tunaiona, kuna klipu nyingine kabisa kule mishoni, afu tutarejea tena kwa sababu ya kuendelesha na maswali. Mpaka asubuhi. First time tu. Utanipa 25 kwa kondo. Nitakupa dia. Kuna lingine? Ziko wapi? Kondo zipo ndani ya gari sio? Kachukue. Ama tatizo. Shumileta na hizo baadhi ya scene ambazo si mpaka asubuhi. First time tu. Utanipa 25 kwa kondo. Nitakupa dia. Zaidi ile ya makaburini, ile ya kutuburi, ile mnaitaka Kiswahili kingine, ile maparti ya patuburi ile, anasema watu walikuwa wanasema ile ilikuwa ni moyo ulikuwa umetoa kweli au ilikuwa ni nyama tu ambayo ilitengenezwa kama moyo, kama roho. Ile ilikuwa ni roho ya mtu ulitosha, ubi ilikuwa ni nyama tu yenyewe balitengeneza ikuwe saro.
Hapana, ile ilikuwa sio, sijamtoa moyo, ila ni vimetengenezwa kwa ajili tu ya kuleta uhalisia. Okay. Na vipi kuhusu wazazi nyumbani na kipindi hiko ambapo ya movie? Maana nikiangalia hapo ulikuwa bado binti sana. Mdogo, yeah. Ulikuwa mdogo hapo, ulikuwa mwembamba sana. Sio misi sana kama mimi, lakini bado ulikuwa mwembamba sana kuliko hapa. Vipi wao kipindi ambapo familia na ndugu ambao walikuwa karibu walivyoona movie hii, vipi walikuwa wanaizungumzia kama familia nyumbani? Yaani walikuwa wanaogopa. Sasa mama yangu tukikaa hivi sebleni unakuta wanakuama, yani kwenye kochi wanakaa wawili unajikuta kwenye kochi umekaa peke yako. Kwa hiyo wanaangalia TV afu wananiangalia na mimi. Kwa hiyo mimi nanyanyuka na waacha. Yaani kwa sababu hata tulipotoka kushuti asubuhi narudi nyumbani mikono ina damu, unajua zinakuwa bado hazijakauka. Mama akaanza, "Umefanya nini mwanangu?" Anamuuliza director, akamwambia hamna, alikuwa na shuti, mbona damu? Yani alistuka. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ndio vilikuwa vinatokea. Lakini baadaye wakaja wakaelewa. Vipi vilikuwa vinakuathiri sana watu kukubazi, kuanza kukutenga, kukuweka pembeni kwa sababu ya hii filamu? Hapana. Yaani mimi nilikuwa tu na enjoy kwanza, wanavyoniogopa mimi na enjoy. Nilikuwa na enjoy, afu pia nilikuwa na furahi, naona kwamba ujumbe umefika. Yes, kwa sababu ukifanya kitu alafu watu hawastuki, inakuwa hamna kitu ulichokifanya. Vipi filamu hii ilikuingizia kipato chochote au ilikuingizia vitu gani ambavyo hukuvitegemea hadi sasa hivi? Kwenye kipato hapana. Kwa kipindi hiko filamu zilikuwa hazilipi. Ila nilikuwa napata hela nje, lakini ambazo zinapitia kwenye hii filamu. Kwenye filamu ambapo wao wanakujua kupitia filamu hii. Yes. Labda mtu kakuona kwenye filamu, ana issue yake, ananiita, labda naenda kufanya kazi, tangazo nini, lakini sio kwa sababu kipindi kile tulikuwa tunasimamiwa na Wahindi. Yeah. Yaani sisi tunauza kazi kwa Wahindi. Wahindi ndio wanatupa sisi hela, afu tuko kikundi, tuanze kugawana. Yaani ilikuwa sometimes hata tunashuti tunajichangisha wenyewe, yani tunajichangisha hivi mradi tu kazi iwe nzuri, huyu katoa 10,000, ukatoa hiki. Kwa hiyo tukishamaliza tunaipeleka, sio mimi yani ni director, lakini sisi tulikuwa tunafanya kazi yani hata usipolipwa basi bora tu julikane. Lakini kuanzia part 2 nilianza kuona hela. Yes, kwa sababu Wahindi tayari walishajua inawaingizia hela, wakataka part 2. Kwa hiyo pale na mimi ndo nikaambia bila kiasi hiki sifanyi. Na watu wanawasumbua. Vipi part 3 hapa bomba umeitoa? Nayo pia hii tuko wenyewe. Supportiwa na Wahindi? Hapana, hii tunafanya wenyewe, mimi na director wangu. Okay. Yes. Na vipi mlipata baadhi ya watu ambao wale mlioact nao kipindi kile? Wote wapo. Ambao wapo kabisa, ambao wanafanya. Maki, mganga yule. Wale dada zangu wote wapo. Nani yule Odama? Odama Montes. Jennifer. Yeah, wote.